Wokovu ni hamisho la roho kutoka ulimwengu wa giza kuja ulimwengu wa nuru, kutoka ulimwengu wa waovu kuja ulimwengu wa wenye haki, kutoka ulimwengu wasio na hekima kuja kwenye ulimwengu walio na hekima, kutoka ulimwengu wasiotii kuja ulimwengu wanaotii. Hiyo ndio maana halisi ya wokovu. Lakini twasemaje ikiwa mtu anasema ameokoka lakini bado aishi katika ile hali yake ya kwanza? Hasira ni zile zile, kiburi ni kile kile, dharau ni ile ile, chuki ni ile ile, fitina ni ile ile, hana badiliko. Haleluya, haleluya. Hauna badiliko. Maana yake bado unahitaji wokovu. Hujaokoka bado. Yaani kwa lugha rahisi ni kwamba hujaokoka bado, ila unaishi kama mtu mwenye mfano wa wokovu. Yaani mfano wa utauwa. Haleluya, haleluya. Watu wa Mungu wanatambulika hata katika usemi wao. Lazima anasema maneno yenu yakolee Mungu, yawafae wanaosikia. Mtu wa Mungu anapookoka au anapomwishia Mungu, lazima awe na maneno yanayowajenga wengine, sio yanayowaharibu wengine. Amen, amen. Nakwambia ukweli. Yako mambo kama mtu wa Mungu unastahili kuyafanya kwa hekima Mungu aliyokupa. Lakini sasa kwa sababu ulimwengu huu umejaa viumbe viovu, umejaa viumbe viovu vinavyozuia, yakiwemo mashetani, wakiwemo wakuu wa giza, mapepo, mizimu na mambo mengine mengi katika ulimwengu huu. Ni ngumu sana kuishi kama Mungu anavyotaka. Ni ngumu sana kufanikiwa kama Mungu anavyotaka. Ni ngumu sana kuinuliwa kama Mungu anavyotaka, kwa sababu ya namna ulimwengu wa giza ulivyoweka vizuizi mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Wokovu sio dini ya mkumbo. Yaani unapoamua kuokoka, when you decide to get saved, lazima uwe umekaa chini, umefikiria kwa habari ya njia hii ya uzima, the way of life. Lazima uwe umekubali kujitenga na watu wa aina fulani ili uweze kufanikisha malengo ya makusudi ya Mungu kukuita. Unajua nikwambie jambo moja la hatari. Hatuokoki kwa sababu kuna ndugu anatusifia kwamba afadhali umeokoka. Hatuokoki kwa sababu baba au mama yuko kanisani na ametuambia nikiwakuta nyumbani lazima muende kanisani. Hatuokoki kwa sababu hiyo. Tunaokoka kwa sababu tumeziona faida za kukaa ndani ya Yesu. Tumekubali kuacha dhambi ili Yesu atuongoze, tujazwe Roho Mtakatifu, tuwe watoto wapendao na Mungu, na tuanze kuishi maisha ambayo Mungu atanyoosha mkono wake na kutubariki na kututumia kwa ajili ya kusudi la utukufu wake. Haleluya, haleluya. Wokovu. Kwa hiyo kama wewe utaabudu kwa sababu unajua sisi huwa tunasali pale, unajua mimi ile ndio dhehebu langu, unajua mimi sasa nisipoenda kanisani sitaelewana na baba, unajua mimi sasa nisipoenda kanisani sitamfurahisha mzazi, inabidi niende tu, lakini moyo wako uko mbali, bado hujaokoka hapo. Bado ganda la nje tutaona ni embe, lakini ndani ni nyanya. That is all it is. Amina, amina. Amina, amina. Mungu anapokuchagua, nia ya Mungu kabisa ni kwamba uache dhambi. Hiyo ndio nia ya kwanza ya Mungu. Wewe uache dhambi kabisa. Na dhambi huanzia kwenye maneno mabaya. Na ndio maana Biblia inatuambia wazi kwamba hata mpumbavu akinyamaza anapotakiwa kusema, akaona hapo nikiongea taongea upumbavu. Maana yake akinyamaza, katika Mithali anasema mpumbavu akinyamaza ataonekana na hekima. Amen.
Yeah. When a foolish man keeps silence, he looks wise. Kwa hivyo ndio maana tunaposema tumeokoka, yatupasa kuanza na kinywa chetu, ulimi wetu, matendo yetu, mawazo yetu, fikra mbalimbali zinatutambulisha namna gani tumeokoka. Haleluya, haleluya. Na sikiza nikwambie mwana wa Mungu, sasa hivi kuna mambo mengi sana na yaone yanatokea. Nilikuwa duka moja, nikaona kuna tu vitu sasa tunauzwa kama tusigara, sijui ndio nini, ndio pushisha ndio nini. Tunauzwa, tumesokotwa kwenye karatasi kama za box. Tunauzwa kidogo kidogo, niliona, alafu vijana wananunua mafuta. Ule ni mpango wa shetani kabisa. Wewe unaweza ukaishi kwa sababu kinauzwa kwenye maduka na ikionekana kama kina shida, lakini kile ndio kinakufundisha wewe kuwa mvuta bangi, mvuta sigara, mvutaji, hicho kinakuingizia roho fulani. Na moshi wa aina yoyote unapoenda kwenye akili inaharibika. Moshi, aina yoyote ya moshi, ukienda kwenye mapafu unaharibu mapafu, ukienda kwenye akili unaharibu akili. Kwa uwezo wako wa kufikiri utabadilika, uwezo wako wa kuwaza utabadilika, na uwezo wako wa kuamua utabadilika. Kwa katika haya yote tunahitaji hekima ya Mungu itusaidie na kutuongoza. Na ndio nikasema utii wetu wahitaji kuanzia ngazi ya familia, kwenda mpaka ngazi ya kanisa, kwenda mpaka ngazi ya nchi. Tumtii Mungu.